Ujambo na karibu Matukio Daima Habari, na miongoni mwa habari tulizo nazo siku ya leo ni pamoja na wanafunzi wa St. Dominic Savio wamaliza ziara nchini Kenya. Salama kabisa. Kwa sasa mpaka tukofikia tumepita sehemu nyingi sana ambazo tulikuwa tumezipanga kutembelea, na maeneo mengine ambayo hatupanga, lakini unakutana hiki unakutana na kile. Ni sehemu ya kujifunza. Mikopo ya TADB wa trilioni 1.5 waongeza chakula nchini. Kama tumeweza kutoa mikopo ya shilingi trilioni 1.24 kwa kipindi kifupi hivyo, hii ni mikopo iliyoenda katika sekta ya uzalishaji. Maana yake ni kukuza uchumi. Taasisi ya Sauti Yetu yampongeza Daktari Gwajima kwa ufuatiliaji wa matukio. Kitengo hiki ambacho Mheshimiwa Dorothy Gwajima yupo ndio kitengo ambacho naweza kusema Mungu alimuumbia, kwa sababu ni mtu ambaye ana fit kutokana na personality aliyonayo. Ana fit, anajibu maswali, anachekesha na furaha. Habari ya wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima habari tutakao kusomea siku ya leo. Mimi ni Beldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu. Mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia mkoani Iringa, wanafunzi wa shule ya St. Dominic Savio waliofanya ziara ya mafunzo nchini Kenya wanaendelea na safari yao wakiwa salama, huku wakipata fursa ya kujifunza kupitia maeneo mbalimbali ya kihistoria, kijiografia na vivutio vya utalii nchini Kenya. Akizungumza na Matukio Daima Media, mratibu wa shule hiyo Musa Mhaya amesema wanafunzi wamekuwa na hamasa kubwa tangu walipowasili nchini Kenya, ambapo wamepata nafasi ya kuona na kujifunza mambo mbalimbali ambayo wengi wao walikuwa wakiyasoma darasani pekee. Inaonyesha kuwa na bashasha sana. Ndio. Kwa kuwa wamefika ugenini, ni mwendo wa kujifunza, mwendo wa kufurahi. Kila kitu ambacho mtu unakiona kwa mara ya kwanza inakuwa ni neno ya kufurahia. Hiki niko na kisikia kiko hivi, hiki nikiona kisikia kiko hivi. Kwa sasa wanafunzi wangu wote wana furaha sana kwa kuwa wamefika maeneo ya kigeni na wametembelea sehemu nyingi, na bado tunaendelea na study tour yetu wakati tupo salama kabisa. Kwa sasa mpaka tukofikia tumepita sehemu nyingi sana ambazo tulikuwa tumezipanga kutembelea, na maeneo mengine ambayo hatukupanga, lakini unakutana hiki unakutana na kile. Ni sehemu ya kujifunza. Nipende kusema kwamba tangu tumeanza tour yetu tumepitia maeneo maarufu ambazo ni site za kihistoria, site za kijiografia na site ambazo za ufuko wa bahari, ambazo watoto wetu wamejifunza mambo mengi ambayo ya kuwafanya wabadilishe hali zao za udadisi, hali zao za ujifunzaji na kupata maarifa mapya. Mfano, kuanzia ile juzi tulianza safari yetu tarehe 27 mpaka leo hii tunaongea ni tarehe 30, bado tuko nchini Kenya tukiendelea na ziara. Na mida ya baadaye jioni tutaanza kujiondoa kutoka nchini Kenya na kuja kutafuta mpaka wa Tanzania, ambako katika mkoa wa Tanga ndipo ambako tutatumia usiku huo kupumzika na kuendelea na safari siku ya tarehe 31. Ndio. Sasa maeneo ambayo wamejifunza, moja, tulianza ufuko wa bahari wa bahari ya Hindi, hasa kwa upande wa nchi ya Kenya. Tumejionea shughuli za bandari ambazo zinafanyika pale nchini Kenya, hasa bandari ile ya kushusha mizigo ambayo inatoka ughaibuni au inatoka nchi za mbali. Watu wamejifunza pale kuona activities zote ambazo zinafanyika katika maeneo ya bandari. Ni kweli kwamba hata nchini Tanzania vitu kama hivyo vipo, lakini kujifunza pia kwa wageni au kwa wenzetu ambao wanafanya ni sehemu ya kujifunza na kupata maarifa mapya. Ndio. Yes, lakini mbili, tukatoka hapo tukaelekea kwenye ngome ya Yesu nchini Kenya, ambayo ngome hii inaonekana kwamba ilijengwa na Wareno miaka mingi sana iliyopita, ni zaidi ya miaka 500 iliyopita. Sasa sisi tulitembelea, tumekuwa tukisoma kwenye vitabu, tukisoma kwenye magazeti, tunasema tu ngome ya Yesu tunaona kwa picha tu, lakini na sisi tumefika mpaka maeneo yote na kupata historia kamili inayoonyesha masuala ya ngome ya Yesu nchini Kenya. Na tumepata fursa ya kupiga picha na kukutana na wageni mbalimbali wenye tamaduni za Kikenya ambao wanawakaribisha wageni pale. Mfano, tumekutana na mzee Ayeye Susa ambaye ni mmoja ambaye anawakilisha tamaduni za Kenya na nyimbo za ukaribisho, hasa maeneo ya pwani kwa maeneo ya Mombasa. Basi tumepata historia ya pale Mombasa, Kenya kupitia Fort Jesus. Mbili, tukatoka hapo tukatembelea
Mama Ngina Garden. Mama Ngina Garden ni garden maarufu sana yenye vivutio mbalimbali vya michezo kwa watoto, watu wazima, hata wazee ambao wanatoka nchi mbalimbali, ambao eneo hili limejengwa jirani kabisa na ufuko wa bahari ya Hindi, maeneo ya Mombasa. Ni eneo maarufu sana ambalo ukitaja kwa mtu yote wa nchi ya Kenya akitaka kwenda kubalizi na kufurahia maisha lazima aende maeneo ya Mama Ngina Garden. Hapa tumekuta vitu vingi sana ambavyo vingine Tanzania tunaviona hakuna, vingine tunavikuta huku tu. Mfano tumekuta michezo ya watoto ambayo iko very extremely iko in high level, michezo ambayo tunaiona pale, watoto mbalimbali wanaenjoy, watu wazima. Kuna vitu ambavyo vimekuwa vikitushangaza na kustajabisha, na watoto wangu wote walikuwa na hali ya bashasha, hali ya kufly sana, kwa kuwa wanaona michezo ambayo Tanzania haipo, na wakiona watoto wengine wa Kenya wanacheza na kufurahia. Hiyo imewafanya wawe very excited, wawe na hali ya kufurahia sana, kwa kuwa wanaona vitu ambavyo hawajavikuta kwao. Na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB imesema mkopo wa shilingi trilioni 1.55 uliotolewa kwa wakulima nchini katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2025 umechangia kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula kutoka tani milioni 17.1 hadi tani milioni 22.8. Akizungumza, mkurugenzi mtendaji wa TADB Frankie Nyabudege amesema ongezeko hilo limeiwezesha Tanzania kuimarisha usalama wa chakula na kuvuka mahitaji ya ndani kwa 30%, hatua inayotoa fursa ya kuuza zaidi ya mazao katika nchi jirani. Nyabudege amesema hayo jijini Dodoma wakati akieleza utendaji kazi wa TADB tangu kuanzishwa kwake mwaka 2015 pamoja na mipango ya benki hiyo kuelekea utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Mikopo iliyokuwa imekwisha tolewa wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani ilikuwa ni takribani, jumla ya mikopo yote toka benki ianzishwe ilikuwa ni takribani shilingi bilioni 294. Lakini napenda kwa taarifa wa Tanzania na ninyi waandishi wa habari kwamba kwa kipindi hiki cha mwaka 2021 mpaka mwaka jana 2025, wakati tunafunga mahesabu yetu yaliyokaguliwa, tumekwisha toa mikopo ambayo ni ya shilingi trilioni 1.55, na hii mikopo ya shilingi milioni 1.55, kati yake 80% ya mikopo hii ambayo ni sawasawa na takribani shilingi trilioni 1.24 imetolewa katika kipindi cha awamu ya 6. Utaona ni jinsi gani ambavyo nimesema hapo awali kwamba Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alisema anataka kuongeza uchumi, kasi ya uchumi wa nchi yake kupitia sekta ya kilimo. Na hapo kama tumeweza kutoa mikopo ya shilingi trilioni 1.24 kwa kipindi kifupi hivyo, hii ni mikopo iliyoenda katika sekta ya uzalishaji. Maana yake ni kukuza uchumi. Katika wasilisho langu nitakwenda kuwaonyesha jinsi ambavyo uchumi wa nchi yetu umekuwa kwa kiwango fulani, na ikiwa umechangiwa au imechagizwa na sekta ya kilimo. Na Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB tukiwa tumefanya sehemu kubwa kuhakikisha kwamba tunatoa mikopo hiyo. Sana kwa taarifa hiyo kutoka Dodoma. Na tukielekea mkoani Iringa, taasisi ya Sauti ya Jamii mkoani Iringa imepongeza jitihada kubwa zinazofanywa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima. Kupitia jitihada zake, jamii imeendelea kufunguka zaidi kufichua matukio ya ukatili katika maeneo yao. Akizungumza na Matukio Daima Media katika kipindi cha Tanzania ya Leo, mkurugenzi wa Sauti ya Jamii Jane Mwalembe ametoa pongezi hizo na kusema kuwa ni kiongozi ambaye anajitahidi kujibu maswali ya watu na kutatua shida za wananchi mtandaoni. Daktari Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima amekuwa mchango mkubwa sana kwenye masuala haya ya mapambano ya ukatili wa kijinsia. Na ninaweza nikasema ninampa asilimia nyingi sana. Kwa maana ya kwamba utamwona TikTok, utamwona Instagram, utamwona Facebook, na kila swali anajitahidi kulijibu. Juhudi zake zimezaa matunda makubwa sana. Sisi tuna nguvu kama asasi za kiraia kwa sababu pia tupo chini ya wizara yake. Miongozo, tunafuata miongozo ambayo
ni kazi ya mikono yake na timu yake. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ukituona sisi tunakuwa na nguvu na tunaweza kusimama mbele ya jamii, tunaweza tukapambana huku na kule kuhakikisha ulinzi na usalama wa mtoto, ni kwa sababu yeye amesimama na kutusaidia na kutupa miongozo. Kwa hiyo mimi asilimia ninazompa ni nyingi sana, Francis. Okay. Na si kwamba ni wizara mpya, ni wizara ambayo ilikuwepo ukilinganisha na waliopita wakati ukifanya kazi na yeye. Unafikiri kwamba nje ya kwake na mawaziri wapo wengi, ndio nje ukilinganisha utendaji wake na wengine au wengine wana kipi cha kujifunza kupitia Gwajima? Sala kichokozi hilo, Francis. Ndio anakuambia siku zote bwana, kizuri kinaigwa. Lakini kwamba kushindwa sio ugonjwa. Ya, kushindwa sio ugonjwa. Naweza nikasema haiba ambayo Mungu amempa Mheshimiwa Dorothy Gwajima ni ya aina tofauti. Na tunarudi pale pale kwamba kuna mtu kisaikolojia tunasema kuna sanguine, melancholic, phlegmatic. Kwa hiyo hawa watu hafanani katika utendaji wao wa kazi. Choleric ni mtu ambaye yuko straight. Sanguine ni mtu ambaye yani dakika moja ameshatengeneza maelfu ya marafiki. Phlegmatic ni mtu ambaye yuko taratibu. Ni utofauti wa kisaikolojia ambao mwanadamu anao. Kwa hiyo kitengo hiki ambacho Mheshimiwa Dorothy Gwajima yupo ndio kitengo ambacho naweza kusema Mungu alimuumbia, kwa sababu ni mtu ambaye ana fit kutokana na personality alionayo. Ana fit, anajibu maswali, anachekesha, anafurahisha, yani kila mmoja anatamani kumsikia. Huyu mtu tunaweza tukasema kwamba tofauti, labda tunaweza kusema hayati Magufuli. Yeye hayati Magufuli alikuwa choleric. Yani hata kama kuna mayai hapa, ana jambo lake, lazima apande afikie. Lakini kwa aina ya Mheshimiwa Dorothy Gwajima ni aina ya sanguine. Yani ni watu ambao ni popular pia, kwamba Mungu amewapa neema ya kuinfluence, amewapa neema ya kuwasaidia watu wengine, anaweza akabeba kundi kubwa kwa wakati mmoja kwa ajenda yake. Na hawa watu ni watu ambao kisiasa ni watu ambao wanafanikiwa sana. Kwa kiasi gani anamsaidia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika wizara hiyo? Anamsaidia kwa asilimia kubwa sana. Kwa maana ya kwamba ukiona utulivu wa Gen Z ni huyu mama. Yaani hata ukifuatia kwa mitandao ya kijamii, utulivu wao ni huyu mama. Wakiwa na maswali yao, wakienda kwa mama warudi wanacheka. Kwa hiyo amefit, anafanya vizuri na kiukweli mimi nampa maua yake. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na mkuu wa mkoa wa Songwe Jabili Makame amelaani mauaji ya mwalimu wa shule ya sekondari Galula Nicetas Dimoso ambaye inadaiwa alishambuliwa na kuuawa wakati akiwazuia wafugaji kupitisha mifugo ndani ya eneo la shule. Makame amesema hayo leo wakati wa ibada ya kumwaga marehemu mwalimu Dimoso ambaye mwili wake unasafirishwa kuelekea Morogoro tayari kwa mazishi kesho Ijumaa. Aidha, Makame ameagiza jeshi la polisi mkoa wa Songwe kuhakikisha watu hao wanasakwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Hata hivyo, tayari kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agustino Senga amesema wanaendelea na uchunguzi huo. Tumesikitishwa sana, lakini tunalaani vikali vitendo hivi ambavyo vimefanyika vilivyopelekea kupoteza maisha kwa mwalimu Dimoso. Tumepoteza mtumishi mahiri aliyetimiza wajibu wake. Vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi walianza kuchukua hatua mara moja za kuwatafuta, na ninawahakikishia kwamba popote pale walipo tutawakamata na haki itatendeka. Kama serikali tunatambua umuhimu wa kulinda uhai, umuhimu wa kulinda maisha ya kila Tanzania, lakini niko hapa pamoja na wakuu wa wilaya wote wa wilaya zilizopo katika mkoa wa Songwe, wapo makatibu tawala pamoja na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Tumekuja kuungana na familia pamoja na waombolezaji wote katika kumwaga mpendwa wetu mwalimu Dimoso ambaye amepoteza maisha katika mazingira ambayo yanasikitisha sana.
katika mazingira ambayo akiwa katika majukumu yake, lakini akitekeleza jukumu la kulinda mali ya umma isiweze kuvamiwa na mifugo, isiweze kuvamiwa na wafugaji, hiyo ikionyesha namna gani anavyokuwa anathamini umuhimu wa kuweza kulinda mali ya umma. Wakatokea wamiliki wa mifugo wakamshambulia vibaya na hatimaye kupelekea umauti wake. Sisi kama serikali tumesikitishwa sana, lakini tunalaani vikali vitendo hivi ambavyo vimefanyika vilivyopelekea kupoteza maisha kwa walimu wetu. Tumepoteza mtumishi mahiri aliyetimiza wajibu wake. Kwa hiyo tunaungana na familia, mke wake, mtoto wake, mwangalia mtoto wake mdogo sana. Kwa hiyo tunaungana na familia kutoa pole sana kwa kupoteza mpendwa wetu. Lakini sisi kama serikali tunalaani vikali na tayari tumeshaanza kuchukua hatua, kwa sababu waliotekeleza tukio hilo baada ya kutekeleza wakakimbia. Vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi walianza kuchukua hatua mara moja za kuwatafuta, na ninawahakikishia kwamba popote pale walipo tutawakamata na haki itatendeka. Kama serikali tunatambua umuhimu wa kulinda uhai, umuhimu wa kulinda maisha ya kila Tanzania. Kwa hiyo kama hatuwezi kuruhusu na hatuwezi kubali watu waweze kuichukulia sheria mkononi, kuvamia watu wengine na kupoteza maisha ya watu wengine. Wahakikishie kwamba waliotekeleza tukio hilo watakamatwa popote pale walipo na hatua kali zitachukuliwa. Kwa hiyo nawapa pole waombolezaji wote, niwape pole walimu wote wa mkoa wa Songwe na walimu wote Tanzania. Majina ya taarifa yako kutoka mkoa wa Songwe unatupa nafasi ya kuelekea katika viunga vya michezo, ambapo rais wa shirikisho la mpira Tanzania Wallace Karia amesema msimu unaoanza kanuni zimerekebishwa na timu yoyote itakayoshindwa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo itakatwa pointi 5. Akizungumza na waandishi wa habari leo Julai 30, Karia ameeleza kuwa shirikisho limetumia gharama kununua vifaa vya kupima vyumba kama vitakuwa na shida yoyote. Kama havina shida na hujatumia vyumba utakatwa alama 5. Kanuni jana tumezipitisha. Mambo mengine ni kanuni ile iliyokuwa inahusu si watu wameenda jumba la dhahabu nini. Ile kanuni tumelaumiwa kwamba imerudiwa sijui nini. Imerudiwa ni msimu mmoja. Ni msimu mmoja. Hawezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni. Kanuni nadhani imerudiwa. Adhabu mbalimbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tutanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima. Tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tunachukua pointi 5 kwenye mfuko aliona. Kama hana pointi 5, tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo. Tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia. Wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga. Kweli kuna vitu vinafanyika, ingawa pale tulishindwa, huwezi kuvidhibitisha kwa sababu hatakuwa na vifaa hivyo, lakini pia basi unatoka nje kabisa. Lakini pia tumeuliza ukaguzi unafanyikia wapi. Kuna vitu vingi tumehakikisha kwamba angalau taratibu sifuatwe. Na tulijaribu kuangalia kama walikwenda kweli, mwamuzi angekwenda kaenda kuwakagua huko kwenye jumba la dhahabu, tungeruka naye mwamuzi. Naam, taarifa hiyo ya michezo ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tutizame tena muktasari wake. Ujambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizo nazo siku ya leo ni pamoja na wanafunzi wa St. Dominic Savio wamaliza ziara nchini Kenya. Salama kabisa. Kwa sasa mpaka tukofikia tumepita sehemu nyingi sana ambazo tulikuwa tumezipanga kutembelea, na maeneo mengine ambayo hatukupanga, lakini unakutana na hiki unakutana na kile.
sehemu ya kujifunza. Mikopo ya TADB wa trilioni 1.5 waongeza chakula nchini. Kama tumeweza kutoa mikopo ya shilingi trilioni 1.24 kwa kipindi kifupi hivyo, hii ni mikopo iliyoenda katika sekta ya uzalishaji. Maana yake ni kukuza uchumi. Taasisi ya Sauti Yetu yampongeza Daktari Gwajima kwa ufuatiliaji wa matukio. Kitengo hiki ambacho Mheshimiwa Dorothy Gwajima yupo ndio kitengo ambacho naweza kusema Mungu alimuumbia, kwa sababu ni mtu ambaye ana fit kutokana na personality aliyonayo. Ana fit, anajibu maswali, anachekesha na furaha. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka sasa tamati. Tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na siku njema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762123736 au 0769440834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.